Timotheo wa pili sura ya 3, tunaanza hapo. Biblia yangu inasema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa katika siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sababu gani? Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wasiopenda wa kwao. Na Ufunuo wa Yohana inasema hivi katika ile sura ya 21 mstari wa 8, inasema hivi: bali waoga na wasioamini, wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na wao wanaoabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ile tanuru la moto. Na kwa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Sasa ikiwa wewe ni muuaji, hautamuona Mungu. Sawa sawa na kitabu cha Ufunuo ambacho tulisoma, inasema wauaji hawatamuona Mungu, sababu mahali pao pa kuishi ni katika lile ziwa la moto. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, hawataona kuwa maisha ya wengine inawahusu. Hata kama wana uwezo wa kuwasaidia, hawatawasaidia sababu watajipenda wenyewe. Chuki inaleta watu wasipendane, na ikiwa tuna chuki ndani ya mioyo yetu, ndugu zangu, tunaenda katika jehanamu ya moto. Kumbe ningekushauri leo usiwe mtu wa siku za mwisho, sababu unaweza kusema kwamba hapana, mimi sijachukua kitu fulani nikamuua mwingine. Lakini ikiwa wewe unamchukia ndugu yako, wewe ni muuaji. Na ikiwa wewe ni muuaji, sehemu yako kwa lugha ya Biblia ni katika ile ziwa la moto. Kumbe jioni ya leo, asubuhi ya leo, sijui unanifuata kwa wakati gani, Mungu anapenda kutukumbusha kuwa tuko katika siku za mwisho. Na ikiwa tuko katika siku za mwisho, imani yetu isipoe, wala upendo kati yetu usizimike. Sababu upendo ukizima ndani yetu, basi tutakuwa na chuki. Kama huna upendo, una chuki, na ukiwa mwenye chuki, wewe ni muuaji. Na kila anayechukia ndugu yake ataenda katika ziwa la moto. Amen.